ijwi ry'Ubisilamu risamiranira mu Burundi. Alhamdulillah alladhi khassa shahra Ramadan bil fadl wal ihsan وجعله موسما لنيل العفو والغفران أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تزال تتوالى على العباد في كل زمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أوجب على العباد صوم شهر رمضان ليضاعف لهم الأجور ويغفر لهم الذنوب والعصيان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أتقى من صلى وصام وحج واعتمر وأطاع ربه في سر والجهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم البعث والنشور أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله عز وجل واعلموا أن فلاحنا ونجاحنا في هذه الدنيا امتثال الأوامر الله واجتناب نواهيه وجاء الله أشكر الله سبحانه وتعالى Mwenyezi Mungu ambaye kauweka hasa mwezi mtukufu wa Ramadhani kuwa ni mwezi wa fadhila, mwezi wa kutendeana wema. Allah kaujalia mwezi huyu kuwa ni musim, ni nyakati za watu kutafuta msamaha na kusamehewa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mwezi ambao ndani yake huteremka Qur'ani, ni mwezi ambao ndani yake ilishushwa Qur'ani kuwa ni ubainifu, ni uongofu kwa watu na kuja kuwa ni ubainifu na ni Qur'ani ni kuja kupambanua haki na batil. Waja Allah namsifu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye juu ya neema zake zitaendelea kuwa juu ya waja wake. Mwenyezi Mungu ambaye kawajibisha funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa waja wake ili aweze kuwajaza ujira uliokuwa mkubwa na aweze kuwasamehe madhambi yao. Sala na salam zimwendee kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye yeye ndiye aliyetutangulia kunako ucha Mungu, ambaye alitutangulia kunako swala, kunako funga na katika hija na umra, na akamtii Mola wake katika siri na dhahiri. Sala na salam zimminikie mahala alipolazwa yeye na watu nyumbani kwake na masahaba zake na waislamu wazuri ambao watakaoshikamana mwenendo wa mtume hadi hiyo siku ya malipo. Waja wa Allah, na kuhusieni pasina kuisahau nafsi yangu, tumche na tumuogope Allah tabaraka wa taala. Kufaulu kwetu na kufuzu kwetu tukawa na maisha yaliyokuwa bora hapa duniani na kesho yaumul qiyama ni kushikamana na amri na yote aliyotufunza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi fi hadha ash-shahr al-mubarak, usikum wa nafsi fi hadha ash-shahr al-mubarak bitaqwa Allah azza wa jalla wa fi ghayrihi min ash-shuhur. Ndugu zangu, katika mwezi huyo na kusieni pasina kuisahau nafsi yangu kumcha na kumuogopa Allah tabaraka wa taala ndani ya mwezi huyu mtukufu wa Ramadhani, hata katika miezi mingine baada ya Ramadhani.
ولكن هذا الشهر له مزية خصه الله بها فهو موسم الخيرات. Na khasatan ndani ya mwezi huyu mna fadhila, mna ujira, mna faida zilizokuwa kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kaziweka pekee ndani ya mwezi huyu. Ni mwezi wa kheri. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الاجتهاد فيه، يحثهم أي يحث على أصحابه على الاجتهاد فيه بالأعمال الصالحة من فرائض ونوافل وصدقات وبذل معروف وإحسان وصبر على طاعة الله وعمارة نهاره بالصيام وليله بالقيام وساعاته بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiwahusia maswahaba ndani ya mwezi huyu kuweza kujitahidi, ukweli wa kujitahidi kunapokuyatenda matendo yaliyokuwa mazuri. Miongoni mwa matendo yaliyokuwa mazuri kusimamisha sala 5 kwa wakati wake, kusimamisha sala 5 katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, min faraidin wa nawafilin, na sala za sunna, wa sadaqatin, na kujitolea sana sadaka ndani ya mwezi huyu. Waja wa Allah, tunapohimizwa kujitolea ndani ya mwezi huyu, tuelewe na tutambue kwamba sadaka ndani ya mwezi huyu zina ujira uliokuwa mkubwa. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, afdalu sadaqa sadaqatu fi Ramadhan, sadaka iliyokuwa bora, sadaka iliyokuwa nzuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni sadaka ambayo utakayoitoa ndani ya mwezi huyu. Hii na ubora uliokuwa mkubwa ni sadaka ambayo anayoipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa badli ma'rufin wa ihsanin, na kuwafanyia watu wema na kuwatendea watu wema na kuamrisha mema na kukataza mabaya. Wa sabrina ala ta'atillah, na watu wawe na subra kunako taa ya Allah. Subra katika taa ya Allah, subra katika kumtii, subra katika kumwasi, subra katika makadara ya Allah. Subra imegawanyika aina 3: subra katika kumtii Allah, na subra katika kumwasi Allah, na subra katika makadara ya Allah. Na vipengele vyote hivi vitatu vina sharia yake, na vyote hivi vinatakiwa mtu awe navyo ndani ya mwezi mtukufu huyu wa Ramadhani. Wa imarati naharihi bisiyam, watu waimarishe mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kuweza kufunga, kushinda na saumu. Walailihi bilqiyam, na usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani watu waweze kusimamisha visimamo vya usiku. Wasaatihi bitilawati alquran, na katika masaa yanayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani watu waisome Qur'ani kwa wingi. Leo tutapoulizana waja wa Allah, ni wangapi ambao wamekwisha fungua mushafu mwanzo wa Ramadhani hadi kufikia leo? Umekwisha soma juzu ngapi? Umekwisha soma aya ngapi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqama as-salah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur, wale ambao wanaosimamisha swala, wale ambao wanaosoma kitabu cha Allah, wale ambao wanaosoma Qur'ani kisha wakasimamisha swala na wakajitolea miongoni mwa yale ambayo tuliowaruzuku, na yote hayo hawayafanyi isipokuwa kwa kutaraji biashara isiyohomba mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ni wangapi ambao wamekwisha isoma Qur'ani? Ni wangapi ambao wanaifungua Qur'ani? Ni wangapi ambao wanaoisoma Qur'ani? Waja wa Allah, fala tudayyi'uhu bil ghaflati wal i'rab, fala tudayyi'uhu ay shahru Ramadhan, tusipotezi mwezi wa Ramadhani
tukauacha ukaondoka kwa ghafla, kwa upuuzi. Waja wa Allah wa dhikri Allah azza wa jalla, tumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Tumtaja Allah, tukae chini, tufanye istighfar, tumtake Mwenyezi Mungu msamaha kutokana na yote ambayo tuliyoyafanya katika miezi iliyopita. Kahali al-ashqiya alladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum fala yastafiduna min mururi mawasim al-khair. Waja wa Allah, tusiwi mfano wa watu waovu ambao wanayomsahau Allah na Allah kawasahau. Waja wa Allah, fala yastafiduna min mururi mawasim al-khair wala ya'rifuna laha hurma. Hawa watu waovu hawakustafidi, hawakupata chochote kwa kupita hii misimu ya kheri, wala hawaelewi wala hawatambui utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, wala yaqdiruna laha qima, wala hawakadiri wala hawajui thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waja wa Allah, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna baadhi ya makundi. Tutazame baadhi ya makundi yanayopatikana na hali zao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baadhi ya kundi, kathirun minan nas la ya'rifuna hadha ash-shahr illa annahu shahrun litanwi' al-ma'akil wal-masharib fayubalighuna fi i'ta'i nufusihim ma tashtahi wa yukthiruna min shira'i al-kamaliyat min al-at'imah wal-ashriba. Kuna baadhi ya kundi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hawaelewi wala hawatambui tumo ndani ya mwezi gani, hawafahamu wala hawatambui utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, isipokuwa wao wameufanya kuwa ni mwezi wa kukusanya aina tofauti ya vyakula na vinywaji, alafu wanaandaa hapo, alafu wanazidisha, wanapindukia katika kuzistarehesha nafsi zao kupitia hivi vyakula, kupitia hivi vinywaji, mpaka wanamsahau Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuandaa vyakula ambavyo vitakavyokuwa ni sababu ya wao kuto kutekeleza ibada sawa ipasavyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'lumun anna al-ikthara min al-ma'akil wal masharib yukassilu 'ani at-ta'a. Kinachojulikana, kinachotambulika waja wa Allah, mtu kuzidisha kula sana na kunywa sana inakuwa ni sababu ya mtu kupata uvivu kunakotoa ya Allah, inakuwa ni sababu ya mtu kuto kutekeleza sawa ipasavyo ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal matlubu min al-muslim an yuqallila min at-ta'ami wash-sharab hatta yanshata lit-ta'a. Kinachotakiwa kwa Muislamu waja wa Allah, apunguze kula, apunguze kunywa, ili aweze kupata uchangamshi wa kuweza kumtii Allah, wa kuweza kutekeleza ibada ya Allah, wa kuweza kupata uwezekanavyo wa kutekeleza ibada ya Allah. Waja wa Allah, hili ni miongoni mwa kundi, hili ni kundi la kwanza miongoni mwa makundi ambayo tunayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa ba'dun minan nasi la ya'rifuna shahra Ramadan illa innahu shahru an-nawmi fi an-nahari was-sahri fi al-layli ala ma la fa'idata fihi. Ma la fa'idata fihi au ma fihi madhara. Kuna miongoni baadhi ya watu, baadhi ya Waislamu ambao wasiojua utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, wameufanya kuwa ni mwezi wa kulala mchana mzima alafu usiku wanakesha. Kuna watu wamefanya mwezi mtukufu wa Ramadhani mchana wake ni mwezi wa usingizi, mchana wake ni mwezi wa kulala, alafu usiku wanakesha waja wa Allah. Na wapo watu wa namna hiyo, na hali ya kuwa usiku ndio muda mzuri wa kufanya ibada. Usiku ndio muda mzuri wa kufanya ibada ya Allah.
wanakesha katika mambo ambayo yasiyokuwa na faida, wanakesha katika mambo ambayo yanaweza kuwaletea madhara. Fayasharu mu'dhamu laylihi au kullahu, unamkuta muislamu usiku mwingi anakesha au usiku mzima yuko katika mambo ya upuuzi, yuko katika mambo yasiyokuwa na faida. Thumma yanamu an-nahara hatta ani salawati al-mafruḍa, alafu namkuta huyu mchana analala mpaka anafikia hata kupoteza swala zilizokuwa za faradhi, sala 5. Fala yusalli ma'a al-jamaa wala fi awqati salawat, huyu inafikia mpaka haswali hata sala za jamaa, kwa sababu usiku mzima amekesha, alafu mchana mzima anashinda analala, sala za faradhi zinampita, swala za jamaa zinampita, anasali peke yake. Hili ni kundi baadhi ya makundi yanayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na zingine kundi waja wa Allah, miongoni mwa kundi, wa fi'atun minan nas tajlisu ala ma'idatil iftar tasruku salata al-maghrib ma'a al-jamaa. Miongoni mwa kundi zingine, mtu anaandaa iftari yake nyumbani, mtu anaandaa iftari nzuri kabisa, mpaka inafikia ile wakati wa kutoa adhana ya magharibi, mtu anakaa anatumia chakula mpaka anaacha swala ya jamaa, sala ya magharibi inampita kabisa. Kuna watu wako namna hii. Alafu wakati huyo anakuwa amepakiza kabisa mpaka sala ya magharibi anaiswalia nyumbani, na wakati mwingine hata la ishai haumuoni kwa shibe iliyokuwa nyingi. Waja wa Allah, miongoni mwa makundi ambayo tunayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa fi'atun minan nas la ya'rifuna shahra Ramadan illa annahu musimun litijara wa 'ardun lis-sal'i wa talabu ad-dunya al-'ajila fayanshatuna 'ala al-bay'i wash-shira' fayulazimuna al-aswaq wa yahjuruna al-masajid. Kuna baadhi ya makundi mengine ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wameufanya mwezi kuwa ndio mwezi wa biashara, kuuza na kununua. Waja wa Allah, tutazame maduka mengi, tutazame biashara nyingi miongoni mwa Waislamu. Huyu mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa kununua na kuuza, ndio mwezi wa masafari kwenda kurangua, ndio mwezi wa kuonesha watu biashara, ndio mwezi watu wanakimbizana kutafuta pesa. Duka nyingi ni duka za vivazi, duka nyingi ni duka za kuuza vyakula, duka nyingi ni duka za bidhaa. Hawa ambao wana maduka haya, usiwaambii majumba ya Allah, usiwaambii majumba ya Allah, wanajilazimisha masokoni kwa kuitafuta dunia ya haraka. Wanaona kwamba huyu ndio mwezi wa kutafuta, huyu ndio mwezi wa biashara, huyu ndio mwezi wa kuchuma. Wanachangamka katika kuitafuta pesa. Wa in dhahabu ila almasajid fahum ala ajalin wa madadin, hata kama wakienda msikitini wanakuwa ni watu wenye haraka, watu wenye kujihisi kero. Mbona wanatukawiza? Mbona huyu imamu amalizi? Mbona huyu imamu anatukawiza? Yani mtu anajihisi kwamba amebanwa ili aweze kurudi katika shughuli zake. La yastakhiruna fiha lianna qurrata ayunihim fil aswaqi, hawastakhiri katika manyumba ya Allah, hawatulii, hawana utulivu, kwa sababu viburudisho vya macho yao ni katika masoko, ili kwa kuweza kuitafuta dunia. Hili ni kundi miongoni mwa makundi ambayo tunayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa sinfun akhar minan nas la ya'rifuna shahra Ramadan illa annahu waqtun litasawwul fil masajid wash-shawari' fayumbi mu'dhamu awqatihim bayna jihabin wa iyabin wa tijwalin huna wa hunak wa intiqalin min baladin ila baladin
li jami'il mali an tariqi tasawuli. Kuna wengine waja wa Allah hawaelewi wala hawatambui ni mwezi gani ambao tuliomo ndani yake. Miongoni mwa watu wamefanya huyu mwezi kuwa ni mwezi wa kuomba katika majumba ya Allah, katika mabarabara, katika sehemu tofauti. Waja wa Allah, kuna watu wanaamka asubuhi wanakwenda sehemu, kazi yao ni kuomba. Waja wa Allah, unamkuta mtu anahama, hata kuhama, anatoka katika mji huyu anakwenda katika mji mwingine, kwa sababu anaelewa kwamba huyu ni mwezi wa fadhila, ni mwezi wa watu wanajitolea, ni mwezi wa kupeana. Mtu anatoka katika nchi yake anahama katika nchi nyingine kwa sababu ya kwenda kuomba. Uislamu umekataza kuomba. Waislamu tufanye kazi, vijana tufanye kazi. Ni makosa watu kuomba na hali ya kuwa una nguvu, hali ya kuwa una uwezo wa kufanya kazi, lakini mtu anajishughulisha kuomba tariki 1 mpaka tariki 30. Tukitazama waja wa Allah, duka nyingi ambazo tunazo hapa mjini ni za ndugu zetu ambao wanatoka milimani, ndio ambao wanatumika katika maduka yaliyokuwa. Vijana wa hapa mjini hawataki kufanya kazi. Vijana wa mtaani hawataki kufanya kazi. Anakwambia ni aibu, haiwezekani. Anafurahishwa na kuomba, anapendezeshwa na kuomba, na Uislamu wetu umekataza kuomba. Sikiliza anavyosema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithun ambayo ni muttafaqun alayhi, sahih al-Bukhari wa sahih Muslim. Anasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la yazalu ar-rajul au ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Hatuacha kuendelea kuomba Muislamu kijana, bimaana yule ambaye atakaendelea na kuomba hali ya kuwa ana uwezo wa kufanya kazi, ana uwezo wa kukaa chini na kuifanya kazi na akaipata riziki, akafurahishwa na kuomba, itafikia hiyo siku ya kiyama atakuja huyo mtu, walaisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Muz'atu ay qita'a, ataletwa siku ya kiyama hali ya kuwa hana hata kipande cha nyama katika uso wake. Yana ataletwa siku ya kiyama, walaisa fi wajhihi qita'atun min al-lahm. Wakasema wanachuoni kwamba hii ni adhabu atakayoipewa. Hii ni adhabu kwa sababu Waislamu, mtu anapoomba, jambo la kwanza huwa anamuelekeza uso. Yule mwenye kuombwa anatizamwa, hapelekei mkono moja kwa moja, wala hapewi mgongo, wala hapewi nini, ni uso. Ndio akasema wanachuoni jambo la kwanza au kiungo cha kwanza ambacho kitachoadhibiwa ni uso, kama kisa aliyothibitisha haya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani kwa wale ambao wanaoziwia zaka, kwa wale ambao wasiotoa zaka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, wale ambao wanaolimbikiza dhahabu na fedha, wala yunfiqunaha fi sabilillah, wala hawatoi katika njia ya Allah. Waliozawadiwa uwezo, Allah amewapa uwezo wa kutoa zaka, alafu wanakataa kutoa zaka, wanalimbikiza mali zao. Allah anamwambia Mtume fabashirhum bi'adhabin alim, wabashirie adhabu mizali. Kisha Allah akasema yawma tuhma 'alayha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Jambo la kwanza Allah ameanza kutaja siku ambazo zitachomwa bapa za uso. Jibahuhum, japa la uso, wa junubuhum, na bavu, wa dhuhuruhum, na migongo. Kisha waambiwe hadha ma kanastum li anfusikum,
haya ndiyo ambayo mlikuwa mkialimikiza, fadhuku ma kuntum taknizuna, onjeni kwa yale ambayo mlikuwa mkialimikiza. Kwa hiyo mtu anapoomba, mtu anapobana, kitu ambacho ataanza kuadhibiwa kwacho hiyo siku ya kiyama ni uso. Wacha wa Allah, yule ambaye anayehama, anayekwenda sehemu, anatoka sehemu kwa malengo na makusudio ya kuweza kukusanya pesa katika njia ya kuomba, wa idharu nafsihi bimadhhari almuhtaji wa huwa ghaniyun, na hali ya kuwa huku anadhihirisha nafsi yake kwamba ni muhitaji na hali ya kuwa ni tajiri, wa bimadhhari almuswabi fi jismihi wa huwa salimun, na huku anadhihirisha kwamba yeye ni mgonjwa, anajitepetesha kwamba yeye hali yake ni nzito, na hali ya kuwa na kumtazama ana siha iliyokuwa nzuri, huyo yajhadu ni'mata Allahi alayhi bilghina wa siha, huyo anakanusha na anapinga neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya utajiri na siha aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'khudhu al-mala bighairi haqqihi, huyo aelewe kwamba anachukua mali, anakusanya pesa pasina kuwa katika haki. Wa yudayyi'u waqtahu al-ghali fima huwa madharatun alayhi, na elewe kwamba anapoteza muda wake ambao uliokuwa wa thamani kabisa katika mambo ambayo ni ya madhara kwake. Fama baqiya li Ramadhan min maziyatin inda hadhihi alfi'at, huyo au haya makundi hawatobaki na faida yoyote ikiwa hawatajua thamani na ubora na fadhila zinazopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waja Allah, inna mimma shara'ahu lakum nabiyul huda Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam fi hadha ash-shahr al-mubarak salat at-tarawih, wa hiya sunnatun muakkadatun thabitatun la yanbaghi lilmuslimi tarkuha. Waja Allah, miongoni mwa yale ambayo aliyotuwekea mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama katika mwezi huyu mtukufu wa Ramadhani, kusimamisha swala za tarawih, kusimamisha sala ya tarawih. Swala ya tarawih, waja wa Allah, ni sunna yenye mkazo ambayo ilithibiti, haimpashu Muislamu kuiacha. Waja wa Allah, swala ya tarawih, siku jinsi zinavyokwenda ndio watu wanakwenda wanafanya nini? Wanakwenda wanaziacha, wanahama majumba ya Allah. Waja wa Allah, na kwenda haraka haraka kutokana na muda. Sumia tarawih. Kwa nini imeitwa tarawih? Kwa nini? Kwa nini imeitwa ili jina la tarawih? Lianna an-nasa kanu yastarihuna fiha baina kulli 4 rak'atin, kwa sababu zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama watu walikuwa wanapumzika baina ya raka 4, walikuwa wanapumzika. Ni kwa nini wanapumzika? Liannahum kanu yudhiluna salat, kwa sababu walikuwa wakirefusha kisomo, walikuwa wanarefusha kisomo. Leo sisi haturefushi kisomo. Leo tunasoma aya 3 aya 4 na tunapumzika muda mrefu. Leo tunakwenda kinyume na jinsi alivyokuwa na jinsi ilivyokuwa zama za mtume sallallahu alayhi wasallama, zama za maswahaba ni kinyume. Waja wa Allah, faqad sallaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallama bi ashabihi fil masjid layali thumma ta'akhkhara 'an as-salati bihim khawfan min an tufradu alayhim. Waja wa Allah, mtume sallallahu alayhi wasallama aliswali sala ya tarawih msikitini, aliwaswalisha maswahaba. Baada ya kuwasalisha, alafu hakutokea sababu ya kutokutokea, alihofia kwamba nikiendelesha hii swala itakuja kuwa faradhi kwao. Mtazame mama yetu Aisha radhiallahu anha anasemaje, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama salla dhata laylatin fil masjid fa salla bi salati nasun ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم
wa lam yamna'uni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum wa dhalika fi Ramadan. Mama yetu Aisha anasema, anahakikisha kwamba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alisali usiku mmoja msikitini, akawa ameswalisha watu, akawa amewaswalisha maswahaba, alafu usiku wa pili, usiku wa kufuatia, watu wakafurika kabisa, wakawa wengi, wakakusanyika katika usiku wa tatu aidha wa nne, mtume akawa hakutokea. Ilipoamka asubuhi, wakamuuliza, ya Rasulullah, mbona tulikusubiri usiku wa tatu aidha wa nne, mbona hukutokea? Mtume akawaambia, lam yamna'uni min al-khuruj ilaykum, hakuna kitu ambacho kilichoniziwia mimi kuja kukuswalisheni, anni khashitu an tufrada alaykum, kwa kweli nimehofia hii sala isije kufaradhishiwa kwenu. Kama sala tano zinatushinda waja wa Allah, je, tarawih ingelikuwa ni wajibu? Ingelikuwa ni aje? Kwa haraka waja Allah, acha tumalizie na pointi muhimu ambayo Waislamu wengi kabisa ama maimamu wengi tumekosea kwa hili. Ibadallah, waja wa Allah, kathirun min al-a'imma, na hii pointi ambayo niko nagusia waja Allah, mtanisamehe kutokana na muda. Kathirun min al-a'immati al-masajid fi tarawih yusalluna salatan la yaqiluna laha au la yaqilunaha wala yatma'innuna fi ar-ruku'i wala fi as-sujud. Waja wa Allah, miongoni maimamu wengi katika swala ya tarawih katika misikiti mingi ambayo nimekwisha ishuhudia, ambayo nimekwisha salia ndani yake, ambayo nimekwisha chunguza na kufanya uchunguzi wa hali ya juu, wanaswali sala ya tarawih, sala ambayo kama kwamba hawaifahamu, swala ambayo kama kwamba hawaielewi. Kwa sababu gani waja wa Allah? La yatma'innuna fi ruku'i wala fi sujudi, hawana utulivu katika rukuu wala katika sijida. Imamu yuko tayari alete kisomo kirefu, alete page nzima au karatasi nzima, alafu kwenye rukuu na sijida sekunde 2 aidha sekunde 3. Waislamu, subhana rabbiyal azim kwenye rukuu mara moja ni sunna, ndio wajibu. Mara 3 ndio sunna. Kwa nini hatuleti mara 3? Lazima waja wa Allah, hii ni miongoni mwa wajibatu swala, na mtu unapoacha kwa maksudi swala inabatilika. Kwa nini tusilete utulivu katika rukuu? Kuleta aya baada ya suratul Fatiha ni sunna, na ikiwa hatukuleta aya swala yetu ni sahihi, lakini lazima tulete, kwa sababu tumesema sallu kama raaitumuni usalli, salini kama jinsi mlivyoniona ninaswali. Tumeleta suratul Fatiha na akaleta aya, lakini hizi tasbihati kwenye rukuu na kwenye sijida lazima mtu atulie na azilete sawa ipasavyo. Miongoni mwa imamu wengi kabisa wengi wanakosea katika jambo hili. Waja wa Allah, watma'anina ruknun, mtu kuwa na utulivu katika swala ni nguzo. Wal matlubu fi salati hudhurul qalbi baina yaday Allah ta'ala, kinachotakiwa ni mtu kufikisha moyo wake mbele ya Allah, awe na utulivu mbele ya Allah. Wati'adhuhu bi kalami Allah idha yutla, awaidhike na maneno ya Allah pindi yanaposomewa, mtu atulie kabisa. Wa hadha la yahsulu fil ajlati al makruha, na haya hayawezi yakapatikana katika uharaka uharaka usiokuwa na faida, uharaka ambao ndani yake mnapatikana ndani yake kero. Waja wa Allah, wali anna lubba salati wa ruhaha huwa iqbalu alqalbi ala Allah azza wa jalla, malengo na makusudio ya swala na kiini cha swala ni mtu kuelekeza moyo wake kwa nani?
kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tartilul qira'ati afdalu min as-sur'a. Mtu kusoma Qur'ani kama jinsi ilivyoteremka ndio bora mtu kuliko kwenda mbio. Afadhali amalize mshafu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. La wallah. Waja wa Allah kuisoma Qur'ani kama jinsi ilivyoteremka pole bitartil ndio bora zaidi kuliko kwenda haraka. Wa sur'atul mubaha hiya allati la yahsulu ma'aha isqatu shay'in min al-huruf. Na kwenda haraka kunako inayojuzu mtu kwenda kwa haraka ni kule ambapo hakutopatikana kuporomosha herufi yoyote ile miongoni mwa herufi za ndani ya Qur'an. Islam fa in asqata ba'da al-huruf, ikiwa mtu ataporomosha herufi yoyote ile ndani ya Qur'ani lam yajuz dhalik wa yunha anhu, haijuzi qira'ata namna hiyo au kisomo cha namna hiyo hakifai kabisa. Wa yunha an dhalik, na lazima huyo mtu akemewe. Wa amma idha qara'a qira'atan bayyinatan yantafi'u biha al-musallun khalfahu fahasanun. Ama ikiwa mtu atasoma kisomo kilichokuwa kizuri chenye ubainifu chenye kueleweka, basi wakanufaika wale ambao wako nyuma yake na kisomo hicho, basi hapo atakuwa amefanya vizuri. Waja wa Allah, na kosa lingine tunapokuwa tumefika kwenye tahiyatu, hasa sana nakusudia zile sala za tarawih, tunafika kwenye tahiyatu ndogo, unapoanza kubwa tayari imamu amekwisha toa salamu. Tunashindwa kuelewa maimamu wetu wanaielewa aje swala ya tarawih, wanaifahamu vipi? Mbona wengi hawana utulivu? Waja wa Allah, mtu anakimbizana na muda, mtu anaona kero kusimamishwa muda wa dakika 30-40 ndani ya swala ya tarawih, lakini mtu yuko tayari kabisa kusimama kwenye masale ya mipira muda wa masaa mawili, muda wa masaa matatu, anafoka, anapiga kelele, anachoka na mingineyo, lakini mtu anashindwa kabisa kuvumilia katika kutekeleza ibada ya Allah, tena katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waja wa Allah, na kusieni pasina kuisahau nafsi yangu, tumche na tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ni wakati wa watu kujipendekeza kwa Allah. Hii fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akakupa, huenda usiipate katika mwaka utakaokuja. Wengi ambao walikuwa na tamani na wao vile vile waweze kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini Allah hakutaka, amewapeleka sehemu yao ya mwisho. Kwa hiyo ifanye kwamba hii Ramadhani, ijalie kwamba hii Ramadhani ni Ramadhani yako ya mwisho. Na ikiwa utaifanya kwamba ni Ramadhani yako ya mwisho, huenda mwaka kesho hutopata Ramadhani nyingine, itakufanya wewe uwe sababu ya kupopia mambo ya kheri, itakufanya wewe uzidishe yaliyokuwa mazuri ndani ya mwezi mtukufu huyu wa Ramadhani. Na ikiwa utaifanya kwamba ni mazoea, amama mimi sipo na mwaka kesho nitakuwepo, itakufanya wewe kutokupia mambo ya kheri, kutokujipendekeza katika mambo yaliyokuwa mazuri na kuzidisha juhudi. Kwa hiyo ndugu zangu, waja wa Allah, na kusieni kwa mara nyingine, ifanye kuwa hii ni Ramadhani yako ya mwisho, ifanye kwamba ni Ramadhani yako ya kuaga. Ndio usia wangu. Na huenda Ramadhani ya mwaka 2026 kuna wale miongoni mwetu tutakuwa tumeelekea sehemu yetu ya mwisho na hatutorudi mpaka hiyo siku ya Kiyama. Thumma sallu ala al-bashir bi amri tanzili min rabbikum inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa nahnu Nur, ijwi ry'Ubisilamu risamiranira mu Burundi.